Inawezekana kuna matukio ambayo yanatokea hivi sasa, yanatengeneza tu ile historia ambayo ilikuwa imetokea pale kale, yaani yanajirudia. Sasa kutokea kule Upper Volta ama Burkina Faso, siku ya leo tutaenda kumwangazia kijana mmoja ambaye alifanya mapinduzi makubwa kwelikweli ndani ya muda mchache kama unavyojua, lakini mtu wake wa karibu ndiye ambaye alisambaratisha uhai wake. Kuna kijana mmoja ama mmoja ya marais ambao wamepita nchini Burkina Faso, anaitwa Thomas Sankara. Huyu anatajwa kuwa ni rais ambaye alipenda taifa kuliko maisha yake bwana. Sankara aliishi maisha mafupi lakini yenye mafanikio mengi sana. Alizaliwa Disemba 1949 na alifariki mwaka 1987, yaani akiwa na umri wa miaka 38 tu. Alikuwa rais wa Burkina Faso kuanzia mwaka 1983 mpaka 1987. Kwa hiyo huyu jamaa alidumu madarakani ndani ya miaka 4 tu pekee. Alipopata madaraka, nchi ilikuwa ikijulikana kama Upper Volta, lakini alibadilisha jina bana na kuita Burkina Faso. Maana ya Burkina Faso kwa watu ambao hawafahamu ni nchi ya watu waadilifu. Sasa Thomas Sankara mwenyewe alikuwa ni mtu mwadilifu kweli kweli kwa kila kitu ambacho alikuwa anakifanya. Katika kitu ambacho Sankara alikuwa anakiamini sana, alikuwa anaamini katika usawa na ni mwanaharakati wa haki za wanawake ambaye aliendelea kuwatetea ulimwenguni kote. Kifo cha Thomas Sankara kinatajwa ni moja ya kifo kilichojaa mafunzo kwa binadamu wengi sana. Sankara hakuwa na furaha na hali ya nchi ambayo ilikuwa inaendelea na mambo mengi yalikuwa yanaendelea na yanatendeka vibaya. Hivyo akawaita watu 13 katika makao makuu ya kujadili njia ya kusonga mbele, lakini hiyo ilikuwa ni mara ya mwisho kwao kukutana. Yaani watu 13 walikuwa katika hao 13 ambao walikuwa wamekutanika, watu 12 waliuawa kwa pamoja. Lakini kuna mtu mmoja tu ambaye alikuwa amepona, naye alikuwa ni rafiki yake. Sasa huyu mtu tutaenda kumjua vizuri huko mbeleni kama ni nani na ilikuwaje mpaka akapona. Lakini cha kushangaza zaidi, huyu mtu ndiye ambaye baadaye alikuja kuingia madarakani. Mkutano ulianza saa 10:15 jioni katika makao makuu ya taifa. Hawakuwa hata wameanza vizuri mkutano wao, risasi nje zikaanza kusikika ile kama baada ya robo saa tu. Yaani umeanza mkutano saa 10 na dakika 15, alafu na nusu vita unaanza kusikika risasi huko nje. Walinzi binafsi wa Thomas Sankara pamoja na dereva wake ndio walikuwa wa kwanza kwenye kupoteza uhai wao ile siku, yaani walilindimiwa risasi kweli kweli. Risasi zikiwa zinaendelea na watu wote katika mkutano walizalazimika kujificha, lakini Sankara alifikia mara moja jinsi ya kuweza kuokoa maisha waliokuwa ndani ya chumba hicho. Msaidizi wake alikuwa bado karibu naye wakati huo. Katika kitu ambacho kilikuwa kimewashangaza watu wengi sana, Sankara alisema, "Sogea kando, ni mimi wanaonitaka." Akiwa ameinua mikono yake juu bila silaha yoyote ile, alitoka ili kukutana nao wale watu ambao walikuwa wamepanga mpango mzima kuweza kumassassinate ama kuondoa uhai wake. Mara tu alipofika nje, bwana Sankara, yani inaonyesha wauaji walikuwa wanamsubiria kwa udi na uvumba na walikuwa wamemsaka muda mrefu kweli kweli. Walimlindimia risasi za kutosha sana. Walimpiga risasi za miguuni, kila sehemu ambayo unajua wewe, basi kile chuma cha risasi kiliweza kupita ndani yake ile shaba bwana, na kuweza kumsambaratisha uhai wake, hata idadi ambazo alikuwa amepigwa risasi mwilini zisitambulike. Ilikuwa alifanya hivyo ili kuokoa watu wengine ambao walikuwa ndani ya chumba. Alikuwa anadhani labda wataweza kuachiwa na kwenda huru na maisha yao, lakini ilikuwa ni kosa ambalo alikuwa amelifanya bana, kuweza kuwaruhusu wale labda yeye atoke nje akahisi leo watu wengine anaenda kuokoa. Ilikuwa ni tofauti kabisa. Wale watu wakaingia ndani pia kwenye lile jengo ambalo lilikuwa na mkutano unaoendelea na kuwarindimia risasi wale watu wote pia ambao walikuwa wapo kwenye ule mkutano mle ndani. Lakini kuna mtu mmoja ambaye alikuwa hajashambuliwa hata kidogo. Unamjua ni nani? Jamaa anakwenda kwa jina la Blaise Compaoré. Huyu ndiye alikuwa ni rais baada ya kifo cha bwana Thomas Sankara. Huyu alikuwa ni unatajwa ni rafiki wa karibu kweli kweli wa Thomas Sankara, na alitajwa kuwa ni mtu ambaye alikuwa ni rafiki sana, yani alipewa cheo kikubwa katika serikali ya Sankara na maisha yalikuwa yanaenda vizuri sana baina yao.
Inatajwa kwamba ilikuwa ni usaliti wa wazi kutoka kwa Compaoré kwa sababu ndiye aliyemuua Sankara, ijapokuwa alikana kuwa hakuhusika na mauaji hayo, akidai kuwa alikuwa nyumbani na alikuwa mgonjwa sana, lakini ushahidi wote unaonyesha alitoa maagizo kwa wale wauaji. Kama haitoshi, alirithi nafasi ya Sankara baada ya kifo chake. Kwa hiyo inatajwa kama alikuwa ni mpango mkubwa sana wa kuweza kuruhusu huyu jamaa aweze kuondolewa uhai wake. Imekuwa ni historia ambayo imehuzunisha kweli kweli, lakini katika kitu kikubwa ambacho kimewafundisha watu wengi katika moja ya story hii ni kwamba Sankara ndani ya miaka michache ambayo alikuwa madarakani, kwanza alihamasisha upandaji miti, alafu akakataa misaada yote ambayo inatokea kule mataifa ya nje. Kwa hiyo wakaanza kuinjinia, kama unavyojua bana, kitu kibora hakiwezi kudumu mbele ya Afrika. Kwa hiyo siku zote kitakuwa kinateketezwa tu. Jamaa akaweza kushambuliwa, akaanza kupokea ukosoaji mkubwa wa kimataifa kwa sababu mwenyewe aliingia madarakani kwa njia ya coup d'etat, yaani njia ya kivita. Kwa hiyo alipindua serikali kama kitu ambacho kimetokea kwa sasa hivi kwa Ibrahim Traoré. Kwa hiyo imekuwa kama ni marudio tu ya ile miaka ambayo alikuwa amekifanya huyu Thomas Sankara kwa ile miaka ya 83 kwa kuweza kuingia madarakani mpaka 87. Hivi sasa imekuwa kwa Ibrahim Traoré baada ya kuona madaraka kama viongozi mbona wanafaidi sana. Jamaa katika uongozi wake hakutumia gari kama usafiri. Yeye alikuwa anatumia pikipiki tu kuweza kusafiri, kuweza kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Sio mtu ambaye alikuwa anapenda kupanda ndege kwenda nje, lakini alikuwa anaamini kwenye kuboresha nchi yake ili ikawe bora na ikapate kuwasaidia wananchi wake. Katika miaka 4 ambayo alikuwa ameishi, anatajwa kuweza kukataa misaada mingi ambayo ilikuwa inatoka Ufaransa, kwa sababu Ufaransa ndio taifa ambalo linatajwa kuwa karibu sana na kunyonya sana taifa la Burkina Faso. Tuendelee kuwa karibu na Locha Media kwa sababu kuna vitu vipi ambavyo vitakuwa unavipata kwenye updates za Afrika kila siku. Makala hii imeandaliwa nami Jefferson Kasani Mateka. Bye bye.